إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل من قائله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Al-aya. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla jalalu na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa wakati huu membari hizi zitakapotumika kiusawa hazitazungumza isipokuwa jambo lililopo ndani ya wakati. Wakati huu ni wakati wa ibada ya haji. Mioyo, fikra, macho ya Waislamu wote duniani sasa hivi yanaelekea katika eneo tukufu la mji wa Makka kwa ajili ya kwenda kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu ambayo ni ibada ya haji. Ayuha almu'minun, Allah tabaraka wa taala anasema: walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Aya hii ilishuka mwaka wa 6 tokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameania katika mji wa Madina. Kwa hiyo ulazima wa waumini kwenda kuhiji ulianzia kuanzia mwaka wa 6 hijiria, lakini utekelezaji wake ulipatikana mwaka wa 9 hijiria, hija iliyoongoza na Siddiqu hadhihi al-umma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, alafu kisha akafuatiliziwa na Ali ibn Abi Talib. Miamba hii miwili ndio ambayo ilifungua mlango wa kwenda kuhiji, hija ya faradhi. Na mwaka uliofuata wa 10 alikwenda kuhiji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hija yake moja, hijjatul wadaa, wa hiya hijjatu jumu'in wa dumu'.
kama qala ba'd as-salafi, kama walivyosema baadhi ya wema waliotangulia, wanaita hajjatul wada, hajjatu jumu'in wa jumu'i, hija ya kuaga, hija yenye mkusanyiko mkubwa zaidi, na ni hija iliyozalisha vilio. Naam, Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, Allah amewajibisha kwa watu kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Makka kwa mwenye kuweza kwenda katika njia hiyo. Ni mkusanyiko wa matendo yanayofanywa katika wakati maalum kwenye eneo maalum. Ama wakati ni kuanzia mwezi wa Shawwal, mfungo mosi ambao tumeumaliza siku 5-6 zilizopita, na mwezi wa Dhulqaada ambao ndo tupo sasa hivi, una siku 5 ngapi tumezipita hapo. Lakini pia ibada ya haji inafanyika katika siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, mfungo 3, mwezi ambao uko usoni kwetu. Lakini eneo ambalo linafanyika ibada ya hija pamoja na umra ni eneo la Makka, sio kwingineko. Na eneo mama kabisa ni pale kwenye Kaaba, pamoja na maeneo ya jirani kama vile eneo la Mina, eneo la Muzdalifa, eneo la Arafa. Haya ndiyo maeneo aliyoteua Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya ibada hii ya haji. Na kwa ujumla Allah amechagua watu wanne. Watu wanne huwa ndio alama ya hii ibada ya hija, kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Chochote utakachokifanya kwenye ibada ya hija ni kumbukizi za matendo ya watu wanne. Mtu wa kwanza ni Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, na mtu wa pili ni mke wake mdogo Hajar alayhi salam, na mtu wa tatu ni mtoto wao wa kwanza Ismail alayhi salam, na mtu wa nne ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutakuja kuona kwenye silsila ya hutuba hizi ibada yetu ya hija, kuanzia tunapoanza mpaka tunapomaliza, hakuna tendo lolote tunalofanya isipokuwa kukopi matendo ya hawa watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja. Chochote unachokifanya kwenye ibada ya hija ni matendo ya watu hao, na hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala kwa familia hii. Baba wa kwanza na mke wake mdogo, mtoto wake wa kwanza na mjukuu wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwan, huu mwaka wa 6 ilifaradhishwa ibada ya hija, na lilipofaradhishwa jambo linahitaji kutekelezwa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutekeleza ibada ya haji isipokuwa miaka 3 baada ya kufaradhishwa. Leo hii wewe Muislamu utasikiliza hizi khutba, utasikiliza mawaidha, utasikiliza nasaha mbalimbali ambazo zote hizi zinakulenga wewe mwenye uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija, ambapo sasa hivi thamani ya hija ni pesa tu. Una kibubu chako cha milioni 10, 15, unakwenda unarudi. Ukitaka kwenda kufanya umra wakati wowote Maka unaingia na kutoka. Maka hii imepatikana kwa gharama. Maka hii imepatikana kwa gharama nzito ambayo ilifikia wakati hata kama itatokea kutoa uhai ili mradi Maka ipatikane. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifukuzwa katika mji wa Maka, akahamia katika mji wa Madina. Ikawa imeanzishwa tarehe ya Kiislamu, ila ufukuzwaji ule haukuridhiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Anatoka Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika mji wa Maka, akigeuka nyuma anauambia mji wa Maka, ya Makkata ahabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Ewe Maka, mji wenye kupendeza zaidi katika miji ya Allah kwangu mimi,
kama sio watu wako wamenitoa mimi singetoka Maka. Walipopata mtihani baada ya kuhamia katika mji wa Madina, kupokelewa na hali ya maradhi, hili nalo likachangia zaidi kuipenda Maka. Wakina Bilal ibn Abi Rabah walikuwa wanaishi katika mji wa Madina kwa ndoto za kurudi katika mji wa Maka, mpaka mwaka huo wa 6 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa zile dream za kuwa Maka, lakini kwa amri ya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala akaota ndoto kwamba yeye pamoja na masahaba wake wanakwenda kuingia katika mji wa Maka. Ile ndoto Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawasimulia masahaba wake, na kwa sababu yeye pamoja na masahaba wake nyoyo zao zina shauku ya kwenda Maka, lakini kwa kuwa ni ndoto ya mtume na ndoto ya mtume ni wahi, baada ya ndoto watu wakaanza kujiandaa kwenda Maka. Alipowasimulia tu masahaba wake, wakaanza kujiandaa safari ya kwenda Maka. Wakatoka mtume akiwa na kundi la masahaba wake wengi, wanaelekea katika mji wa Maka, kwa sababu ndoto ile iliposimuliwa na watu wakasimuliana, zile habari zikafika mpaka mji wa Maka kwamba Muhammad na masahaba wake wanakuja kufanya umra katika mji wa Maka. Watu wa Maka wakasema, hatumruhusu mtu yoyote kuingia katika mji wa Maka, wa hadhihi jarima min aljaraim alkubra, hili ni kosa miongoni mwa makosa makubwa kwa sheria za mji wa Maka na taadhimu ya mji wa Maka. Ilikuwa haifai kumzuia kuingia mji wa Maka liman ata ilaiha muadhiman laha, kwa mtu yoyote ambaye anakuja katika mji wa Maka kwa lengo la kuadhimisha mji wa Maka haitakiwi kukatazwa. Lakini Makureishi wakasema, Muhammad hakuna kuingia katika mji wa Maka. Yeye anakuja na wale mabwana wametuma wajumbe kutoka Maka, makundi mawili yakakutana katika eneo linaloitwa Al-Hudaybiyah. Wakakutana pale. Mwisho wa makutano hayo pakazaliwa kitu ambacho kimeandikwa kwenye tarehe ya Kiislamu chenye kujulikana kwa jina la Sulhul Hudaybiyah, mapatano na usuluhishi uliofanyika katika eneo la Hudaybiyah. Miongoni mwa bunudu al-muahada, zile vipengele vya makubaliano, vipengele muhimu vinatuhusu sisi kwenye hii hutuba ya leo. Kipengele cha kwanza kwamba alla tadkhula makkata ila amil qabil, haturuhusu wewe kuingia Maka labda mwaka ujao. Tena huo mwaka ujao utakapokuja, tunakupa siku 3 tu. Ingia Maka, fanya utakachokifanya, utoke ndani ya siku 3. Baada ya hapo utakuwa umevunja mkataba. Leo ukienda ubalozi wa Saudia, unakwenda kuomba visa ya kwenda umra au kwenda haji, unapewa mwezi mzima. Na kama utataka kuongeza muda wa kukaa, unaongezewa. Kuna wengine wapo ndani ya mji wa Maka tokea Shawali ilipoanza, wamechukua visa ya kukaa miezi 3 kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Maka hii unayoiona inaingilika kiwepesi kwenda na kurudi, haikuwa wepesi kama hivi unavyofikiria. Mtume wa Allah anaambiwa kwamba mwaka huu hatukuruhusu kuingia katika mji wa Maka, utakuja mwakani. Tena mwakani utakapokuja, tunakupa siku 3 tu. Baada ya kumaliza siku 3 ondoka, tuachie mji wetu wa Maka. Lakini katika vipengele vya mkataba wa sulhu kwamba tunasimamisha mapigano miaka 10. Ceasefire wanaita lugha sasa. Hakuna mapigano miaka mingapi? Miaka 10. Na yoyote ambaye atataka kujiunga katika moja ya makundi haya mawili yenye kukinzana, baina ya kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kundi la watu wa Maka,
katika makabila mbalimbali wanaruhusiwa kujiunga na upande wowote, na yeyote ambaye atakuwa katika moja ya pande hizi atakuwa katika mkataba ule kwa vile vilivyokubaliana katika mkataba. Sijui nimeeleweka vizuri hapo? Yani kama kabila la Khuzaa linakwenda kujiunga na Mtume Muhammad, linakwenda kujiunga na Makuraish, na kabila la Banu Bakari linakwenda kujiunga na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo yale yote yaliyopo ndani ya mkataba wa sulhu, hili kabila nalo linahusika kwa yale yote ambayo ni haki ya watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lile kabila la kule linahusika na yale yote ambayo ni haki ya Makuraishi ndani ya mkataba. Hivi vipengele viwili ndivyo vina munasaba katika hutuba yetu. Hakuna kuja katika mji wa Maka isipokuwa mwakani, lakini tunasimamisha vita miaka 10, na yoyote ambaye atataka kujiunga katika upande wa Mtume Muhammad ruksa, na atakuwa na haki zote za kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka kujiunga na kundi la Makuraishi ruksa, lakini atakuwa na haki zote zilizopo katika upande wa Makuraishi. Ayuhal mu'minun, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka kurudi, anapata upinzani wa ndani kutoka kwa masahaba wake, wanamwambia hatuwezi, lima narja wa lamma yaqdi Allahu fima bainana. Haya ni maneno ya Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala. Kwa nini turudi hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala hajahukumu baina yetu? Kwa nini tudhalilishwe kwenye dini yetu? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar. Je, wale watakao wao kwetu si watakwenda peponi, ewe mjumbe wa Allah, na watakao wao miongoni mwao wanakwenda motoni? Mtume anamwambia, ya Umar, ana rasulullahi wa lan yudayyi'ani Allah. Ewe Umar, mimi ni mtume wa Allah na Allah hanipotezi kwenye haya ambayo tumekubaliana. Nyoyo zinataka kwenda Maka, wenye mji wa Maka hawataki. Ikhwani fil iman, hapa ndiyo Allah akashusha hii kauli yake, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sababu baadhi ya nyoyo zinasema, mtume ulituambia umeota ndoto na ndoto ni ya kweli, mbona tunarudi atuendi Maka? Allah akashusha Qur'anan, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Aya hii ilikuja kumthibitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoto yake na kuleta maliwazo kwenye nyoyo za waumini kwamba Maka ipo na mtaingia tu, msio na wasiwasi. Amesadikisha Allah kwa mtume wake, ile ndoto ni ya kweli, mtaingia katika msikiti mtukufu wa Maka insha Allah. Tena mtaingia aminin, kwa amani kabisa, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kuna watu miongoni mwenu watakuwa wamenyoa nywele zao na wengine watakuwa wamepunguza nywele zao, watakuwa wamenyoa nywele zao na wengine wamepunguza nywele zao, kwa amani kabisa. La takhafun, hamtakuwa na hofu yoyote. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah kajua ukweli uliopo katika nyoyo za waumini. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akashusha utulivu kwenye nyoyo za waumini. Wa athabahum, akawaahidi waumini fathan qariba. Kuna fathu, ushindi mwingine unakuja hivi karibuni, alafu mtakuja kweli kuingia Maka baada ya ushindi. Umar anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw fathun hu ya Rasulullah, hii bishara ni fathu au inakuaje ewe mjumbe wa Allah? Akamwambia, naam, hadha fathu, ewe Umar, hii ni fathi inakuja hivi karibuni, siwe na haraka. Wanatoka Mtume na masahaba wake baada ya kuweka kiapo cha utiifu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu ile, kama alama ya kuwa tumekubaliana na Mtume kwa kila jambo. Baada ule mkinzano uliotokea baina masahaba na Mtume wake, lakini mwisho Mtume akaweka mkono wake, masahaba wakaja kuweka mikono yao juu. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah
yadullahi fawqa aydihim, hakika ya wale walioweka kiapo cha utiifu na wewe Muhammad, hakika wameweka kiapo hicho cha utiifu na nani? Na Allah. Yadullahi, mkono wa Allah, fawqa aydihim, upo juu ya mikono yao. Pale ambapo wameweka mkono utiifu na wao kaweka chini na wakaweka juu, na Allah kaweka mkono wake juu. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha, Allah anaweka tahadhari, atakayevunja kiapo hiki cha utiifu, inma yankutu ala nafsi, ajue atavunja kiapo hiki kwa kuidhuru nafsi yake. Waman awfa bima aada alayhi Allah fasayutihi ajran kabira, ama yule ambaye atakwenda kutekeleza kile ambacho amemwahidi Allah, Allah atamlipa malipo yaliyokuwa makubwa. Mtume na maswahaba wake wameshindwa kuingia Maka, wanarudi zao Madina. Wamekwenda kukaa mwaka mmoja, ndani ya mwaka huo mmoja ikapatikana Fathu Khaybar. Hiyo fathan qariban ilikuwa ni ushindi wa vita vya Khaybar ambapo viliwaimarisha kwenye upande wa uchumi. Lakini wakaenda mwaka wa 7 Maka kwa mujibu wa mkataba kwa ajili ya kwenda kufanya umra. Kule Maka zikaenea taarifa kwamba Muhammad na watu wake wanakuja kufanya umra, lakini ni duafa, akalatuhum humma almadina, akalatuhum humma Yathriba, wanakuja wakiwa ni wanyonge, dhaifu wa afya, wamedhoofika kutokana na maradhi ya mji wa Madina. Hii ilikuwa ni propaganda, kwa sababu hawa bwana walikuwa wanaogopa mtume kuingia katika mji wa Maka. Uingiaji tu wa mtume Muhammad katika mji wa Maka ulikuwa ni taathira kwa wakazi wa Maka. Watu wa Maka wanamjua mtume na wana hamu ya kumuona, miaka mingi imepita. Kwa hiyo yakatengenezwa haya maneno, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofikiwa na ujumbe huu akawaambia masahaba wake, tunaingia katika mji wa Maka, tumepewa siku 3, tunakwenda kufanya umra. Tukiingia katika Kaaba, ile mizunguko 3 ya mwanzo tuingie kwa spidi kali, yani tunaingia kama ni watu ambao wanafanya mazoezi. Na ilikuwa kwa ajili ya kuwathibitishia Maka mlichoambiwa sio kweli. Na hii imebakia kuwa ni ibada mpaka kiyama kitasimama, muda kwa ibada hija hiyo. Ukienda Maka kufanya hija, pale kwenye tawafu mizunguko 7, ile 3 ya mwanzo unakwenda kwa kutoa namna hiyo, kumbukizi la kuondosha ile nadharia ya Quraysh ya uongo waliopandikiza juu ya hakika ya nguvu ya nani? Ya mtume na masahaba wake. Tunakwenda kwa spidi kuonyesha sisi tuko fiti. Alikwenda akafanya umra ile ndani ya siku 3, na baada ya siku 3 akaondoka akarudi katika mji wa Madina. Alhamdulillah ala ihsani wa shukri lahu ala imtinanihi wa tawfiqihi, wa sallallahu wa sallam ala da'i ila ridwani nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'du, ayuha almu'minun, ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anarudi katika mji wa Makka kwa kutekeleza mkataba. Kapewa siku 3, kazimaliza siku 3, anarudi zake katika mji wa Makka. Makureishi kupitia katika ukoo wa Bani Khuzaa wanakwenda kuwapiga Bani Bakri. Bani Khuzaa ni upande wa Makureishi, Banu Bakri ni upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni koo mbili zilizotekeleza mkataba wa amani kwamba yoyote anataka kujiunga katika moja ya pande hizi mbili anaruhusiwa, na atakuwa na taratibu zote za mkataba. Kama ni amani ya miaka 10, basi hakuna kupigana kwa yoyote katika waliojiunga na mkataba huu, miaka 10. Sasa hawa Bani Khuzaa wanakwenda kuwachokoza Bani Bakri ambao ni watu wa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Makureishi wanawasaidia Bani Khuzaa kuwapiga Bani Bakri. Habari inamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatangaza kuvunja mkataba. Tulikubaliana tutaishi ndani ya mkataba huu na amani iliyokubaliwa. Sasa mmevunja mkataba, na kabla ya kulifanya hili kubwa mmeshaleta chokochoko nyingi, tumezivumilia. Kwa mnaonekana nyinyi Makureishi hamuwezi kuyaishi makubaliano.
naandaa jeshi na kuja kuwakomboa Bani Bakari kutokana na mateso mnaowapa na hawa watu wenu ambao nyinyi mnawasaidia. Habari inafika Maka kwamba Muhammad bin Abdullah Rasulullah anajiandaa kijeshi kuja kufanya fathu Maka mwaka wa 8. Abu Sufyan ibn Harbi, rais wa mji wa Maka wakati ule, anatoka katika mji wa Maka kwenda kutengeneza marejeo ya sulhu kwa kile kipengele walichokivunja. Kwa upande Abu Sufyani ni mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika moja wa wake aliowaoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mama yetu moja anaitwa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Ummu Habiba mtoto wa Abi Sufyan. Abu Sufyan rais wa Maka anatoka Maka kwenda kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa umma wa Kiislamu, kwa ajili ya kurekebisha makosa yaliyojitokeza kwa upande wao katika mkataba. Anakwenda mpaka katika mji wa Madina, anafikia kwa binti yake Ummu Habiba radhiyallahu anha wa ardaha. Ummu Habiba anaonyesha mawqif katika mawakifu za Kiislamu. Katika mawakifu za Kiislamu anamwambia baba yake mzazi, usikae kwenye kitanda cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liannaka rajulun mushrik. Hizi ndio mawakifu za Kiislamu. Wewe bado mshirikina, huna haki ya kukaa kwenye kitanda cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu mama anamwambia baba yake mzazi. Abu Sufyan, safari ile ilikuwa ni chungu kwake mwanzo mwisho. Mpaka anakwenda kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ni kweli tumefanya makosa na tunakiri makosa, hebu turudi tena kwenye mkataba kwa kurekebisha makosa yaliyojitokeza. Mtume anamwambia sikubali chochote, sasa hivi hamna amani. Mtume anaandaa jeshi, wanakwenda katika mwaka wa 8 kufungua mji wa Maka kama ilivyojulikana katika tarehe ya Kiislamu, Fathu Makkah. Wakaufungua mji wa Maka katika mwaka wa 8, na baada ya kufungua mji wa Maka kilichotokea ndio ikawa mlango wa haji umefunguka. Kumbuka nilikwambia hija imefaradhishwa mwaka ngapi? Wa 6. Imekwenda kutekelezwa mwaka ngapi? Wa 9. Kwa sababu hapakuwezekana kutekeleza ibada haji ilipofaradhishwa. Mji wa Maka ulikuwa chini ya mikono ya Makuraish, tulikuwa hatuna nguvu ya kuingia katika mji wa Maka. Tulipofanya Fathu Makkah mwaka wa 9, mwaka wa 8, mwaka wa 9 Mtume akamtuma Abu Bakar as-Siddiq kama kiongozi mkuu wa ule msafara wa haji. Baadaye akamfuatilizia nyuma yake Ali bin Abi Talib, washirikiane kuongoza watu katika ibada ya haji. Ikawa ile hija ya kwanza kutekelezwa ya ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume mwenyewe akaja kuhiji katika mwaka wa 2. Naweka maiki yangu chini, lakini bado silsila ya hutubu hizi itaendelea mpaka tumalize msimu huu wa haji, kueleza yaliyotokea. Sehemu inayofuata Fathu Makkah ilikuwaje, lakini baadaye itakuja Hajjatul Wadaa, namna gani ilikuwa, na sisi tunajifunza nini kutokana na haya yote yaliyotokea. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.